Niko na ripoti mbalimbali. Israeli ilisitisha huduma uwanja wa ndege wa Tel Aviv kufuatia shambulizi la Yemen. Lakini pia Yemen wao wajisifu kwa shambulio ambalo walifanya. Walitumia kombora la hypersonic huko Tel Aviv. Msemaji wa vikosi vya ulinzi vya Yemen, Brigedia Jenerali Yahya Saree, amesema jeshi la nchi hiyo limefanya operesheni maalum ya shambulizi kwa kutumia kombora la hypersonic aina ya Palestina 2, ndege zisizo na rubani dhidi ya mji wa Tel Aviv na Eilat wa utawala wa Kizayuni wa Israeli. Saree ameeleza kwenye taarifa aliyotoa Jumatatu, tumefanya operesheni maalum ya kijeshi kwa kurusha kombora la ballistic la Palestina 2 dhidi ya shabaha nyeti katika Jaffa inayokaliwa kwa mabavu Tel Aviv. Msemaji wa vikosi vya ulinzi vya Yemen ameendelea kueleza, operesheni hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu, imefanikisha malengo yake na kuwafanya mamilioni ya Wazayuni magasibu wakimbilie kwenye maficho. Yahya Saree ameongeza kuwa kikosi cha ndege zisizo na rubani cha Yemen nacho pia kimefanya shambulio kwa kutumia ndege mbili zisizo na rubani dhidi ya maeneo mawili muhimu ya adui huko al-Rishrash, ambazo pia zimefanikiwa kufikia malengo yaliyokusudiwa. Msemaji wa vikosi vya ulinzi vya Yemen amesisitiza kwa kusema, chaguo pekee lililo mbele ya taifa letu dhidi ya adui mzayuni ni kukabiliana naye na kusimama kidete na kutoa uungaji mkono wa kila namna kwa wananchi wa Palestina na mukawama wao. Brigedia Saree ameongeza kuwa wataendelea kutekeleza wajibu wao wa kidini, kimaadili na kibinadamu hadi uchokozi dhidi ya Gaza utakapokomeshwa na mzingiro dhidi ya eneo hilo la Palestina utakapoondolewa. Inafaa kuashiria kuwa utawala wa Kizayuni Jumatatu ulitangaza kufanywa shambulio la kombora la wanajeshi wa Yemen katika ardhi unazozikalia kwa mabavu. Wakati taarifa hiyo ikitolewa, uwanja wa ndege mkuu wa Israeli uliweza kusimamisha kwa muda safari za ndege baada ya jeshi la Yemen kufanya operation maalum ya shambulizi kwa kutumia kombora la hypersonic aina Palestina 2. Na walitumia pia ndege zisizo na rubani dhidi ya miji ya Tel Aviv na Eilat. Shirika la utangazaji la Israeli KAN, yani Kan, limeripoti kwa usafiri wa anga katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion ulisitishwa kwa muda, huku kuruka na kutoa kwa ndege kadhaa kukihairishwa, zikiwemo safari za ndege za mashirika ya ndege ya LI, Israel na Arkia. Makombora yaliyovurumishwa na jeshi la Yemen yalisababisha milio ya ving'ora katika maeneo kadhaa, ikiwa ni pamoja na eneo kuu la Tel Aviv na katika uwanda wa pwani ya kusini ambayo ni makazi ya mamilioni ya Waisraeli. Harakati Ansarullah ya Yemen imesema kuwa maeneo mengine nyeti ya utawala wa Kizayuni yamelengwa kwa droni mbili huko kusini mwa mji wa Eilat. Ripoti ya Wizara ya Afya ya Gaza inaeleza kuwa Israeli imewaua shahidi wa Palestina wasiopungua 1066 na kujeruhi maelfu ya wengine katika ukanda wa Gaza, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Msemaji wa vikosi vya ulinzi vya Yemen, Brigedia Yahya Saree, amesema kuwa wataendelea kutekeleza wajibu wao wa kidini, kimaadili na kibinadamu hadi uchokozi dhidi ya Gaza utakapokomeshwa na mzingiro dhidi ya eneo hilo la Palestina utakapoondolewa. Wakati hayo yakiendelea, nikwambie Hamas wanasema mpango wa Trump hauna mpango na hauna dhamana. Rais wa Marekani ambaye ndiye chanzo kikuu cha mauaji huko Gaza kwa uungaji mkono wake wa hali ya juu kwa utawala wa Kizayuni, kwa mara nyingine tena amejifanya eti anataka kukomesha vita Gaza sambamba na kuiunga mkono kikamilifu Israeli. Hamas imepinga mpango huo ikisisitiza kuwa hauna jipya na hauna dhamana yoyote ya kutekelezwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, Mahmoud Mardawi, kiongozi wa harakati ya Hamas ya Palestina, alisisitiza Jumatatu kwamba mpango unaodaiwa ni wa Trump wa eti kukomesha vita Gaza kwanza haujaifikia Hamas au chama kingine chochote cha Palestina, lakini kwa jinsi alivyopata tetesi zake mpango huo hauna maana. Amedokeza kwamba hana ufahamu wa kina kuhusu mpango huo, lakini mpango wowote usiolinda haki za Palestina haukubaliwi na harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina, Hamas. Kuhusu madai ya Trump ya kuupokonya silaha mukawama wa Palestina, Mardawi amesema silaha za mukawama hazijamdhuru Mpalestina yeyote wala nchi jirani hadi sasa. Lengo pekee la silaha hizo ni kupambana na utawala wa Kizayuni na kukomboa ardhi za Palestina. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mbele ya waandishi wa habari akiwa pamoja na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwamba eti amekaribia sana kutatua mgogoro wa Palestina na kudai kwamba eti mpango mpya wa amani wa Washington haukubuniwa tu kusimamisha vita huko Gaza, lakini pia kuweka amani ya kudumu katika Mashariki ya Kati.
Vilevile Mardawi amesema kwamba Hamas inaamini kuwa lengo la mpango huo wa Trump na hatua za hivi karibuni za Marekani ni kujaribu kudhoofisha tu harakati za kimataifa za kulitambua taifa huru la Palestina. Pia amesema kamwe Hamas haitakubali pendekezo lolote ambalo halijumuishi haki ya wananchi wa Palestina ya kujiamulia wenyewe hatima yao na kuwapa kinga ya kutoshambulia. Vilevile harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Palestina Hamas imelaani mpango ulioripotiwa kuwa umeandaliwa na Marekani wa kuweza kuhakikisha waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair awe liwali wa ukanda wa Gaza, na kusisitiza kwamba watu wa Palestina wanao uwezo wa kusimama wao wenyewe. Mjumbe mkuu wa ofisi ya kisiasa ya Hamas Hussam Badran ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa Telegram Jumatatu kwamba kumjumuisha Blair katika mpango wowote wa kusitisha mapigano ni ishara ya nuhusi kwa watu wa Palestina. Badran ameandika haya akijibu ripoti iliyotolewa na gazeti la kila siku la Israeli la Haaretz kwamba Marekani inafikiria uwezekano wa kumteua Blair awe sehemu ya mipango ya baada ya vita vinavyoendelea vya utawala wa Kizayuni wa Israeli dhidi ya Gaza. Huku akimuita Blair ndugu wa shetani, kiongozi huyo mwandamizi wa Hamas amesisitiza kuwa badala ya waziri mkuu huyo wa zamani wa Uingereza, gavana wa muda wa Gaza anastahili kusimamishwa mbele ya mahakama za kimataifa kwa uhalifu wake, hasa nafasi yake katika vita vya Iraq 2003 hadi 2011. Badran amemwelezea zaidi Blair kuwa ni mtu ambaye hajaleta lolote jema kwa pigano tukufu la Palestina, Waarabu au Waislamu, akibainisha kwamba nafasi yake ya uhalifu uharibifu imekuwa ikijulikana kwa miaka mingi. Amesisitiza kuwa kusimamia masuala ya Palestina huko Gaza au kingo wa magharibi wa mto Jordan ni suala linaloihusu Palestina tu na linapaswa liamuliwe kwa makubaliano ya kitaifa na sio kuamriwa na watu wa kikanda au kimataifa. Watu wa Palestina wana uwezo wa kujisimamia wenyewe, tena rasilimali na utaalamu wa kuendesha mambo yetu wenyewe na uhusiano wetu na eneo na dunia kwa ujumla, amesisitiza Badran. Kadhalika amekumbusha kuwa Hamas haina nia ya kutawala Gaza wala Palestina bila ushiriki wa makundi mengine ya Palestina, na akaongeza kuwa hata kabla mwezi Disemba 2023 na kushadidi mauaji ya kimbari yanayofanywa na utawala wa Kizayuni wa Israeli, harakati ya ukombozi ilitaarifu mirengo na asasi nyingine za Palestina kuhusu msimamo wao. Gazeti la Times of Israel limeripoti Septemba 17 kwamba Tony Blair ametayarisha pendekezo la kina akiungwa mkono na rais wa Marekani Donald Trump na mkwewe Jared Kushner la kuanzisha kile kinachoitwa mamlaka ya mpito ya kimataifa ya Gaza, GITA. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.